Mamlaka yetu ya uwekezaji imesajili miradi 177 mipya ambayo italeta mitaji ya dola bilioni 1.12 nchini na kuzalisha ajira zaidi ya 19,750. Kwa hiyo ya miradi niliyoizungumza mwanzoni ni miradi ya kwenye maeneo maalum yetu ya kiuchumi. Miradi ninayoizungumza hapa ni miradi katika maeneo mengine. Na katika miradi hii ya Januari hadi Machi mwaka 2026, miradi 91 kati ya miradi 177 ni miradi ya uzalishaji wa viwandani, takriban 51%. Kwa Tanzania inaendelea kuwa nchi kinara, kimbilio katika nchi za Afrika Mashariki na Kati kuwa kinara wa viwanda. Miradi 17 sawa na 10% iko kwenye utalii, miradi 17 sawa na 10% iko kwenye majengo ya kibiashara, lakini miradi 6 kwenye miundombinu ya kiuchumi, miradi ya kilimo 15 sawa na 8%, miradi ya uchukuzi 18 sawa na 10%. Na tunayo miradi pia kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta za huduma, sekta za elimu, sekta ya nishati, uchimbani wa madini pamoja na huduma za fedha. Na katika kipindi hiki ajira zinazotarajiwa kuzalishwa zaidi ya 19,750 ni ongezeko pia ukilinganisha na kipindi hicho mwaka uliopita. Nchi 10 ambazo zinaongoza kwa mitaji katika kota hii, ya kwanza China, ya pili Umoja wa Falme za Kiarabu, ya tatu nchi ya Mauritius, 4 India, 5 Afrika Kusini, 6 Uingereza, 7 visiwa vya Caribbean, 8 Kenya, 9 Oman, 10 Marekani. Na ningependa ifahamike kwamba kwa sababu ya upana wa fursa zilizoko Tanzania, tunapokea wawekezaji na wabia na wadau tunaoshirikiana nao kutoka pande zote za dunia, kutoka mashariki hadi magharibi, kutoka kaskazini hadi kusini. Lakini pia mikoa iliyoongoza katika kuvutia uwekezaji kati ya mwezi Januari hadi Machi 2026, wa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam ambao umepokea 34% ya miradi ya uwekezaji, mkoa wa Pwani 19%, mkoa wa Mtwara miradi 5, mkoa wa Arusha miradi 13 sana 7%, na mkoa wa Mara ukiwa namba 5